Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, pale kwenye mtandao wa X ni @TV47 Digital @Paukirobi. Tuandamane hadi tamati. Tunaanza na taarifa ya kwanza ambapo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi yuko katika njia panda kutokana na madai ya jaribio la kumng'atua madarakani. Kundi la wakilishi wadi wa kaunti ya Kiambu wanaomuunga mkono limetangaza kuwa litasambaratisha jaribio lolote la hoja ya kumuondoa gavana huyo madarakani. Anajiri baada ya mali ya gavana Wamatangi kuharibiwa majuzi. Hapa taarifa kamili. Madai ya kung'atuliwa kwa gavana Kimani Wamatangi yameanza kuzua kiwewe katika kaunti ya Kiambu siku chache baada ya gavana huyo kukumbwa na wakati mgumu baada ya mali yake kuharibiwa. Sasa wakilishi wadi wanaoegemea mrengo wake wanadai kuwa mwanzilishi wa hoja hiyo amefadhiliwa kwa kima cha shilingi milioni 100 ili kuharakisha mchakato huo kwa manufaa ya wapinzani wa kisiasa wa gavana. Wawakilishi wa wadi hao wamekanusha madai kwamba kuna mpango unaoendelea wa kumuondoa gavana Wamatangi madarakani, wakisisitiza kuwa hakuna hoja ya aina hiyo iliyopo kwa sasa, licha ya ripoti zilizozuka kufuatia ubomoaji wa eneo la biashara linalohusishwa na gavana pamoja na kuondolewa kwa walinzi wake. Ngumza kwa niaba ya wakilishi hao, kiongozi wa wengi Godfrey Museke na naibu spika John Njiru walisema kuwa tayari wametia saini makubaliano ya kuwa na imani na uongozi wa gavana Wamatangi litakaloanza kutekelezwa mara tu bunge la kaunti litakaporejea kutoka mapumzikoni. Na hakuna mtu wako hapa anaweza mtoa kura kwa kiti gavana Wamatangi. Na hakuna pesa zozote. Wacha hizo milioni 100 wanasema wameweka kando. Hata waweke bilioni 100. Hakuna mtu wako hapa ako na interest ya hizo pesa zao. Aidha, walilaani vikali kile walichokitaja kuwa ni kuingilia shughuli za bunge la kaunti na bunge la kitaifa, wakilitaka baraza la magavana kuungana na kumuunga mkono mmoja wao. Hiyo kitu wanaweka kwa mitandao, mambo ya impeachment, walete hapa bunge. Leo tumesign tukiwa wa MCA 80 wote tumesign confidence yetu na governor na itakaa miezi 6. Kwa hivyo wangoje miezi 6 waanze hiyo propaganda wanataka kuleta. Unajua hii mambo yote imeletwa nao wabunge. Ndio walianza vita, mliona juzi pale Gatundu vile wamefanya, wanakuja kusema iko incoming governor na outcoming governor. Kundi hilo pia lilihusisha misukosuko ya kisiasa inayoshuhudiwa kwenye kaunti hiyo na kile walichodai kuwa visingizio vya serikali ya kitaifa kuchelewesha utoaji wa fedha za kaunti kutoka hazina kuu, wakisema hatua hiyo imechochea migawanyiko ya kisiasa na kuchelewesha kukamilika kwa miradi ya maendeleo, hasa barabara za mashinani ambazo walizitaja kuwa katika hali mbaya.